Karibu Tuzo Online. Nachotamani. Unachokitamani. Nachotamani timu 4 zipo. wote watolewe. Tubaki peke yetu. Imetoka moyoni. Haya moyoni hiyo kabisa. Ili utambe mwenyewe. Haina chembe unafi. Jumamosi itakuwa ni siku ya mazoezi fully kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspur. Maandalizi yetu kwa mpaka hapa yamekamilika kwa 80%, kwa maana ya maandalizi ya kiufundi na ya kiutawala. Tangu tumemaliza mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, tukaingia moja kwa moja kwenye maandalizi ya mechi hii, na tumepata michezo miwili ya kimataifa ya kirafiki ambayo imesaidia kwa namna moja ama nyingine meneja Pantev kupata taswira halisi ya kikosi chake kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo kwenye upande wa maandalizi tuko vizuri sana, na tunaamini tutakuwa na mchezo mgumu dhidi ya Nsingizini, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya na mahitaji tuliyokuwa nayo na mabadiliko tuliyokuwa nayo kwenye timu yetu yanatupa confidence kubwa ya kuwa na uhakika wa kupata matokeo chanya ambayo yatatuwezesha kufuzu na kwenda hatua ya makundi. Kikosi kinachoondoka hapa, tumeona magolikipa wawili, kijana vitoa taarifa ya Bajabel kurejea mazoezini, na baadhi ya wachezaji pia ambao hawajaondoka, taarifa zao zikoje? Ya Bajabel amepona, lakini ndio kwanza ameanza mazoezi na wenzie, na bado hajafikia kufanya ile mazoezi magumu, yani ile tough and fitness mazoezi ile bado hajafikia. Anafanya mazoezi mepesi ya taratibu kwa ajili ya kurejea kwenye utimamu wa 100%. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri naye wala huwezi kumpa nafasi ya kucheza, kwa sababu kuna uwezekano akatonesha jeraha lake. Kwa hiyo tumeamua kumwacha aendelee kufanya mazoezi binafsi, na timu itakaporejea atajiunga na wengine. Musa Kamara alikuwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, lakini ripoti tulipata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale kwenye goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania, tutamwangalia tuone wapi kuna changamoto ya aina yote, na baada ya hapo majibu yatatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania 1 Yakub Suleiman. Bila shaka mmefanya kikao na wachezaji kuzungumza umuhimu na uhitaji wa mchezo huo. Tueleze kwa namna ambavyo mikakati ilivyo kwa kila ambacho mmezungumza na wachezaji kuhakikisha kwamba mnashinda mchezo huo ambao utakuwa mpo shuleni. Wachezaji wa Simba wanafahamu umuhimu wa mchezo huu. Kama kuna mchezaji hajui kama Simba anatakiwa kwenda hatua ya makundi, basi itakuwa ni changamoto kubwa na atakuwa hastahili kuwa Simba. Kwa hiyo wachezaji wenyewe tu wanafahamu ya kwamba tunatakiwa kuipeleka Simba makundi, kwa sababu kwa wale wachezaji waliopo wanaufahamu huo ndio utamaduni wetu. Kapombe huna haja ya kuanza kumkumbusha sana kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Mozamir huna haja ya kuendelea kumkumbusha kila siku kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Wao walikuwepo kwenye safari ya Simba kwenda makundi kwenye kipindi cha miaka 8 iliyopita. Lakini hata hawa wapya ambao wamekuja, wamekuta hiyo historia. Wamekuta mafanikio ya Simba akicheza makundi back to back. Kwa hiyo hata wao wanawajibika kumit standard ya Simba Sports Club. Ndio tumekaa nao tumewakumbusha kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, lakini hata wao wanafahamu ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, kwa sababu hiyo ni standard yetu sisi wana Simba. Mmewafuatilia kiasi gani wapinzani wenu, na pengine mnategemea kupata hamasa kule pengine ya mashabiki, kwa sababu tumeona baadhi ya timu ambazo zinacheza michuano hii zimesafiri na mashabiki wao?
Kazi ya kufuatilia wapinzani wetu ni kazi ya benchi la ufundi. Naamini mwalimu Pantev ameshafanya kazi yake hii ipasavyo ya kuwafuatilia hao wapinzani. Kwa hiyo hilo linabaki kuwa kwake. Support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu, mashabiki kutoka nchi jirani na Eswatini, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari mashabiki wanatusubiri tutue Johannesburg tuondoke nao kuelekea Eswatini, lakini tuna mashabiki kutoka Botswana, kutoka Zambia. Najua Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wanasimba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yao. Na kwa wale ambao wanatoka Tanzania, wanatoka Dar es Salaam, na wenyewe vile wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa, wanakuja kuungana na timu yao. Yote kwa yote tunategemea support kubwa, na tunaamini tutakuwa ugenini kama nyumbani. Kwa bila shaka umetembelea baadhi zile mechi ambazo mmecheza indoor za kirafiki. Mechi ya mwisho mkafungwa goli 4. Umeonaje kiasi gani umeona muunganiko wa timu chini ya meneja Pantev? Timu yetu imebadilika sana na imekuwa bora sana kiasi cha kuleta matumaini mapya. Kwanza sisi ushindi haikuwa shida zetu huko nyuma. Tulikuwa tunashinda vizuri tu, hasa msimu huu tumeshinda kila mchezo ambao tumecheza. Kwa sisi ushindi haijawahi kuwa kipengele. Tulichokuwa tunakihitaji, na ndio sababu ya kumchukua meneja Pantev, ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua unaweza kumfunga mtu magoli 3 4, lakini ukawa haujamtisha, haujamchosha, haujamuogopesha. Kwa hiyo tulimchukua meneja Pantev aje tutengenezee Simba ya kutisha, Simba ya kasi, Simba yenye ubora, Simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu kweli. Na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe 19. Katika mchezo wa tarehe 19, kutokana na uchache wa muda, usitegemee mabadiliko makubwa sana, lakini utaiona Simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye Simba hii mpya ya meneja Pantev. Kutokana na mipango mikakati ambayo umezungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia live na mchezo huu ambao mtacheza siku? Kwa kuwa ni mechi mbili, hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake. Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua ya makundi kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo wana Simba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa group stage. Umeona pia umetambulisha goalkeeper mpya wa magolikipa, kocha mpya wa magolikipa. Tumemtambulisha kocha mpya wa magolikipa, jina lake utalitaja wewe. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu. Ni mwalimu ambaye atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magolikipa wetu. Simba tuna magolikipa wazuri sana. Hasa unahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuwaongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuwaongezea maarifa makubwa, kuja kuwaongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu. Na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Yakubu Suleiman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri. Huyu mwalimu ambaye tumemleta magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki huku. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, sababu yeye mwenyewe ni goalkeeper. Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango, ubora pamoja na ujasiri wa magolikipa wetu. Tumeshajivusha hatua ya robo finali, si ndio?
hao wengine watatu ambao wanawakilisha Tanzania pia unawaona msimu tukienda wote wanne? Tumejivusha. Wao mshasema tayari wana Simba watarajie tukiingia group stage. Je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona tukiingiza timu 4? Tasiju. Hujui. Kuna timu nyingine zinashiriki? Singida anacheza shirikisho, Azam shirikisho, Yanga anacheza klabu bingwa. Na nyie pia klabu bingwa. Mimi najua mimi tu. Okay. Kwa hao ambao nimekutajia? Sina taarifa na. Tanzania kubwa hii kaka. Huwezi kujua mambo yanayotokea mikoani huko si wapi, huwezi kujua. Kwa muda wote unashirika kinajua kama kuna timu nyingine 3. Nime concentrate na Simba yangu. Okay. Sijui kabisa hata kidogo. Niliwahi kusikia KMK anashiriki na yeye. Anacheza na Azam kwenye hiyo tu. Ndo mpinzani wake. Sawa. Tuko sawa. Singida hujasikia kabisa? Kwa mara yake ya kwanza na anafika hatua ya pili. Singida ya Masanza hii. Singida Black Star. Black kama hujui vile. Ya Dr. Mwigulu Nchemba. Aliniambia juzi. Tuliona mko wote kule. Aliniambia juzi nilipokutana naye Singida. Siku pay attention sana kama anashiriki michuano ya kimataifa. Kwa sababu yule hata Sekafa anaitaka kimataifa. Kwa sasa nikawa sijaelewa. Okay. Alifanyia parade ile Sekafa. Sasa nikawa sijaelewa anashiriki mashindano gani. Na wenyewe wamo. Basi kauita kwa unyama sana. Burundi hapo. Burundi. Sasa tunapata nchi za mchekea. Burundi. Imagine mtu anaenda Burundi. Mwingine anaenda wapi? Malawi si ni Mbeya alochangamka. Unaweza kupanda basi eti. Yule mwingine anaenda wapi? Zanzibar. Imagine. Kwa pekee tu ndo mnaenda mbali kidogo. Simba tunapitia magumu sana kwa sababu ya ukubwa wetu. Sisi kila mechi finali. Nje yenu ngumu. Nje yetu ngumu, lakini the hard way is only way. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tu ya hatua ya awali ile tukakutana na jiwe kweli la Gaborone United, lakini tukavuka. Leo tunakwenda kucheza na Nsingizini. Na yeye ni mechi ngumu. Wale Swatini sio timu ya kawaida. Wana ubora wao fulani hivi ambao tumeufanyia tathmini. Tumeona wale watu wanatisha kweli, lakini tutavuka na yenyewe, tutavuka kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na maandalizi tuliyofanya. Tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio Simba Sports Club. Dua yako basi atakuwa. Kuombea hata mema. Kuombea hata mema. Hata niiombee dua Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Yanga. Mungu ibariki Singida. Mungu ibariki Azam na Simba. Hiyo siwezi kushiriki. Mimi hujatoa logo. Nachotamani. Unachokitamani. Weka vizuri bwana. Nachotamani timu 4 zipo. Wote watolewe. Tubaki peke Hii imetoka moyoni. Haya moyoni hiyo. Ili utambe mwenyewe. Haina chembe unafiki. Na ninachomaanisha hicho. Jamani asanteni sana. Bana mko maridadi